Nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema na amani zimfikie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, bila kupepesa macho, niwe mkweli, na katika hili ndipo unaweza ukafasirika kwa namna anavyoona mtu afasiri. Sishindwi na siachi kutoa shukurani za dhati kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Na huu ndio ukweli. Yako mambo mzee Mtanda unayafanya Mwanza ni ya aina yake na ya kipekee, tena kwa ustadi mkubwa na uweledi wa hali ya juu. Wako hapa wazee wa Mwanza, wako wengi wamekaa maeneo mbalimbali. Nimekuwa nikiongea nao wakati tunakuja kwamba iftari leo inaenda kuliwa uwanja wa mpira Nyamagana. Kwanza niliombwa fatwa mchana, shehe wa mkoa tuambie inaswihi. Nikamwambia inasihi sana, na mimi nitakuwa wa kwanza kufika pale. Hivi itawezekana? Kwa hakika imewezekana na imekuwa iftari nzuri. Nashawishika kuona kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuweka Mwanza tuwe na siku maalum kama hivi. Tabia ile ya kusubiri mtu hayupo ndo tumseme mazuri yake, ile mbaya, na yule ni unafiki wakati mwingine. Kama mtu ana mazuri tumseme mazuri yake, ikiwa ana nuksani, ana mapungufu, watu watasema hilo uongo. Lakini kwa hili umefanya, tunakupongeza sana. Na kwa mujibu wa bana letu hapa tunaambiwa hii ni futuru na Mama Samia. Na ni kweli wewe uko hapa kumwakilisha rais, na hayo uliyofanya hapa ni kwa niaba ya rais. Basi tunakushukuru sana kwa kutupa fursa ya kufuturu na mkuu wa nchi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mambo mengi umeendelea kuyafanya kwa uweledi. Hili mimi naliona kama tukio la zaidi ya mara 5 au 6. Unafanya matukio makubwa. Mwaka huu wakati unaingia mwaka mpya, ulifanya tukio ambalo liliwahi kufanyika Mwanza. Nalo ni kupokea mwaka mpya kwa pamoja. Siku zote vyombo vya ulinzi vinapata tabu sana kuziwia vijana, watachoma taili huku, watafanya kimbizana, watapiga baruti. Lakini mwaka huu umekuja na jambo ambalo umetuleta wote uwanjani, tukausherehekea hapa mwaka mpya. Maana yake yule atakayekwenda barabarani kupiga baruti kule kataka yeye. Kwa kweli umeendelea kufanya mambo makubwa, na sisi tuna wajibu kuyaona na kukupongeza. La pili ni iftari hii ambayo, na ninazo habari kwa mbali kwamba pamoja na kutufuturisha hapa, viko vituo umevialika, na hapa wataondoka na chochote cha kwenda kutumia vituoni. Huu ndio utaratibu mimi naupenda sana. Huwa kualikana kufuturu hapa na upenda, na ukinialika nakuja na nawahamasisha watu waufanye. Lakini wa kuwaita watu na kuwapa chochote kwenda nacho kwenye majumba yao, huo na upenda zaidi. Mtume anasema kuna shari ya chakula, shari ya chakula. Akaulizwa, chakula gani ambacho ni shari ya Rasulullah? Mtume akasema chakula chenye shari ni kile ambacho wanaitwa wasiokihitajia, wanaachwa wanaokihitajia. Unatuita kwenye ukumbi kwa kadi na nini, unawawekea pale kuku, jelebi, sambusa, hakuna anahitaji hata mmoja. Akigusa kidogo kaacha, na baada ya hapo vyote vinakwenda kutupa dampo. Lakini unapofanya chakula katika sura hii, umetualika sisi, lakini watoto yatima umekwenda kula vituoni, wale walezi kwa siku 2 au 3 watapumzika kutoa chakula. Umefanya kitu kikubwa sana. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, nyumba yoyote ambayo ndani yake yatima anatendewa vema, hapa duniani kule mbinguni huonekana kama nyota. Viumbe wa mbinguni huulizana, nyota gani ile? Sasa sio nyota, ile ni nyumba, ndani yake yuko yatima anatendewa vizuri. Mimi na hakika kwa hadithi hii ya Mtume, hao viumbe walioko mbinguni wanaiangalia Tanzania sasa, na wanaona kuna nyota kubwa. Wanaulizana ile nyota inaitwa nini? Wameshajibizana kule, wamesema inaitwa Mwanza. Kwa nini inaitwa Mwanza? Pale yuko Saidi Mtanda, ametambua nafasi ya yatima.
Mungu akulipe kila la kheri, na Mungu akudumishe katika kazi zako, na si wewe tu peke yako na wasaidizi wako. Ukimwona kiongozi anafanya vizuri, maana yake ana wasaidizi wazuri. Niapongeze mabenki kwa namna ambavyo mmeendelea kuinua uchumi wa nchi na kuhakikisha Watanzania wanapo mahala pa kuhifadhi amana zao na kupata usaidizi wa kutosha kutoka mabenki. Sisi jamii ya Kiislamu tunawakaribisheni mabenki yote, na mfano mkitumia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. BAKWATA ina network ambayo inawezekana usiipate kwenye taasisi nyingine. Tunaanzia chini sisi mpaka juu, hakuna kijiji utakwenda BAKWATA haipo. Tumieni fursa hiyo kukutana na mashehe, kuingia kwenye misikiti inayosimamiwa na BAKWATA, kupeleka fikra yenu ya benki zenu ili muhakikishe mnawapata watu watakayeweka kwenye mabenki yenu. Mwisho, sisi ni Watanzania. Iftari moja kubwa mnapotuleta kwenye uwanja kama hivi ni ishara tuko salama. Kitendo cha kuwepo hapa ni ishara kwamba tuko salama. Wakati Ramadhani inaanza, mimi napita kwenye mitandao. Mimi sio yule shehe wa kukaa tu hivi, mitandao naingia Instagram, Twitter, sijui X, napita kule. Shehe lazima uwe hivyo, ujue vitu vingi. Nilikuwa napita mitandaoni nikasikia watu wa Goma, Kongo. Kule Kongo wenyewe wana utawala wao, kila kajimbo wana mufti. Mufti wa pale Goma ametangaza, anasema kuanzia leo hakuna swala ya tarawih. Kwa sababu gani? Bomu limeripuka sokoni, wamekufa watu 8. Kwa kuwa bomu limeripuka, sheria ya dini yetu inaruhusu kuchukua tahadhari. Kwa natangaza mwaka huu Ramadhani hatutaswali swala ya tarawih. Wewe Mtanzania unajifunza nini? Kwamba sisi leo tunakutana tunafuturu hapa. Mtangazaji wetu Ustadhi Twaha hapa anatuambia tunatakiwa kuwahi kuswali tarawih. Tafsiri halisi ni kwamba nchi ina amani. Nchi iko salama. Kinyume chake hatuwezi kwenda kuswali tarawih, hatuwezi kujifungisha hapa tukafuturu. Na kusudia nini? Na kusudia kila mmoja wetu, hususan Waislamu. Dini yetu inaitwa Al-Islam. Al-Islam ni neno la Kiarabu, maana yake unyenyekevu. Al-Islam maana yake amani. Al-Islam maana yake kusalimika. Wewe ukiwa Muislamu uwe mtu wa mwisho kukubali kuvunjika kwa amani, kwa sababu dini yako imejipamba na amani. Ndio maana tukikutana sisi tunalazimisha tuanze kutoleana salamu. Maana yake assalamu alaikum, mimi nakuhakikishia uko kwenye amani, na wewe unanijibu wa alaikumus salam, na mimi nakiri wewe uko kwenye amani. Dini yetu ndio maana inatufundisha hata ukikutana na mtu akianza kukuambia maneno kabla hajakuthibitishia amani, usimjibu. Dini yetu hata tunaposwali, hata wewe unaswali peke yako, imekutaka mwisho wa sala yako ugeuke kulia utangaze amani, na ugeuke kushoto utangaze amani. Kwa hiyo Uislamu unataka amani kwanza kabla ya kitu chochote. Nitumie nafasi hii kuendelea kuwanasihi wa Tanzania, kuwanasihi Waislamu wa mkoa wa Mwanza na ikiwapendeza wa mikoa mingine. Nchi yetu mwaka huu inaenda kwenye kipindi cha chaguzi. Vipindi vya chaguzi dunia nzima tunajua ndio vipindi inawezekana ikatokea mitikisiko kidogo. Tusimame imara, hasa sisi Waislamu tuko kwenye mwezi wa Ramadhani, tufanye maombi. Fadha Nzungu uko hapa kwa Rezima, mtusaidie kuendelea kuomba nchi yetu ibakie kwenye amani. Nikiwa kiongozi wa kiroho niliopewa dhamana ya kusimamia mkoa wa Mwanza kwa upande wa Waislamu, na wanasihi vijana wa Kiislamu waendelee kuwa watulivu, na wanasihi vijana wa Kitanzania bila kujali imani yao. Mimi ni mwenyekiti mwenza kamati ya amani ya viongozi wa dini, hivyo nahusika dini zote kuzisemea. Vijana wa dini zote tusimame imara. Ujana unahitajika kuleta maendeleo, sio kuleta fujo. Chama cha siasa imara ni kile kinachowaandaa watu wake kwenye maendeleo, sio kwenye fujo, sio kuwaandaa na kuwakaririsha kwamba iko siku tutafanya fujo, jiandaeni. Hatua hii haiwezi kukubalika, na ni vema isemwe mapema. Na nitumie nafasi hii kuwanasi viongozi wa dini, tuwe wa kweli. Isifike mahala kiongozi wa dini akikemea jambo kama hili aambiwe huyo kisha lamba, huyo kisha lishwa, kisha kula mlungula. Hakuna anayekula mlungula. Hakuna anaweza kujihonga mimi. Hakuna anaweza kunipa rushwa mimi. Imani yangu inaniambia arashi wal murtashi fi nar. Imani yangu inaniambia mtoa rushwa na mpokea rushwa motoni. Mimi kiongozi wa dini siwezi kupokea rushwa. Nasimama kwenye ukweli.
nasimama kwenye kuiongoza dini yangu, nasimama kwenye kuwashauri wa Tanzania wenzangu tusiingie kwenye fujo tukaharibu nchi ambayo tumeachiwa, nchi ya maana, nchi ya heshima, nchi ambayo mahala popote ukifika ukisema mimi Mtanzania, kila mtu anatamani kukusikiliza na kukuuliza. Naomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi nimesimama hapa kutoa shukurani zangu za dhati. Kwanza kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bila yeye mimi nisingekuwa hapa Mwanza. Lakini pili kwa mabenki haya ambayo tulizungumza nao tukakubaliana watusaidie, watusapoti katika hili jambo. Kwa hiyo taasisi za fedha, Benki Kuu na mabenki yote, asanteni sana. Bila nyinyi jambo hili lisingetokea. Lakini pili ni washukuru wale wote ambao wamekubali mwaliko huu, kwa sababu shughuli ni watu. Tungeweza kuandaa hapa mapambo mengi, mbwembwe nyingi, vyakula vya kutosha, lakini kama waheshimiwa maaskofu mngesema sisi tuna mambo yetu, hatutakuja. Undugu una gharama ama urafiki una gharama. Mtu mmoja alipofiwa nikamwambia nitakutumia $1,000,000. Akasema sina haja ya $1,000,000 yako. Nataka nikuone wewe katika msiba wangu, unifariji, unifute machozi. Kwa hiyo unaweza ukatuma fedha. Kwa hiyo ili kuimarisha undugu, moja kati ya gharama ni kupoteza muda wako kwa ajili ya rafiki yako. Kwa hiyo nyie nilioalika mmepoteza muda wenu, mkasema twende tukamsikilize ulama anasema nini. Sina cha kusema, nimewaita hapa kuwaambia kwamba Rais Samia na serikali yake inawapendeni, inawategemea, inaomba dua zenu, lakini anaomba tushirikiane naye katika masuala ya maendeleo. Lakini pia ni washukuru wale waliosimamia. Ofisi ya mkuu wa mkoa ninao watu hodari sana. Jambo likifanyika mimi nimekaa nao, nimezungumza nao, tumepanga nao, lakini utekelezaji wake umefanywa na wao, tena kwa ustadi mkubwa kabisa. Kwa hiyo ninamshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati Mama Amina Makilagi. Siku zote ni mtu wa kazi, sina wasiwasi naye. Lakini mwisho tulisema benki hizi tulikubaliana kwamba baada ya hapa basi kila kituo tusapoti kidogo kwa ajili ya siku 2-3. Wako wengine wamekuja wasema mkuu wa mkoa tunataka tufanye iftari na watoto, nikasema hapana, kwa sababu kula nako kuna mwisho. Sasa elekezeni nguvu tukarabati vituo na maeneo wanayoishi. Kama hawana magodoro tukafanye assessment tuwapelekee magodoro. Kama hakuna vitanda vizuri tufanye assessment tuwapelekee vitanda. Kama kuna kituo hakina television tuweke television. Kama hakijapakwa rangi hatutakuwa na kazi ya kutoa tu vyakula, la hasha. Tuwasaidie na walezi kuimarisha vituo. Kwa hiyo wako watu waliokuja kwangu wana nia hiyo, nikaambia hapana, tubadilishe muktadha. Kutoka huko mnakoelekea nyie, twende fedha hiyo tuikompute, tuangalie changamoto ya kituo, tuweze kurekebisha ili na wenyewe waishi katika mazingira bora na salama zaidi. Baada ya maneno hayo, ninawashukuruni tena. Tuendelee kuombeana dua, tuendelee kuombea ndugu zetu dua, lakini pia tuendelee kuiombea nchi yetu dua kama ambavyo tunafanya. Shehe wa mkoa, tunaposema tuiombee nchi yetu, tuombee rais wetu, hatujipendekezi na wala sio uchawa. Ni maagizo ya Qur'ani, ni maagizo ya Biblia. Na ndio maana Biblia inasema mamlaka zote za dunia zimetoka kwa Bwana. Kwa hiyo mamlaka hii imewekwa na Bwana kwa madhumuni na nia fulani. Kwa hiyo pia tunaambiwa tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tuwatii wale wenye mamlaka miongoni mwetu. Hata balozi wa nyumba 10 kwenye mtaa wako mpe heshima yake, kwa sababu asingekuwepo yeye, Mungu asingeshuka kuja kuongoza watu kwenye ule mtaa. Anatumia viumbe wake, lazima waheshimiwe, waungwe mkono. Lakini wasipokuwa waadilifu ni lazima tuwaambie kwamba hii si sawa. Kama wanakula rushwa tukatae, na tunazo njia za kuonyesha chuki yetu dhidi yao kwa mujibu wa utaratibu na kwa mujibu wa sheria na si vinginevyo. Mkuu wa mkoa unaweza ukaona kwamba ni kitu kidogo, lakini hakika ni jambo kubwa sana ambalo umewatendea watoto ambao wako ndani ya jiji letu la Mwanza. Kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la Wote Sawa, Bi Angela Benedicto, tunasema asante sana
tunaomba usisite pia kuendelea kukaribisha watoto kupata futari wakati ujao. Sambamba na hilo, tumeweza kukuandalia mkuu wa mkoa zawadi kidogo. Hii ni zawadi ambayo watoto wa shirika la Wote Sawa wameweza kutengeneza wao wenyewe. Hivyo basi tunaomba upokee, japo ni kidogo. Hizo ni table mats kutoka kwa watoto wa shirika la Wote Sawa. Hii ni kazi ya mikono ambayo tunawafundisha watoto pindi wanapokuwa kwenye makao ya muda ya Wote Sawa. Lengo ni kwamba waweze kujikwamua pindi tunavyounganisha na familia zao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba upokee kwa niaba pia ya mkurugenzi wa shirika la Wote Sawa. Asante sana.